Habari, mimi ni Jim Hacking, wakili wa uhamiaji ninayefanya kazi kote nchini, ikiwemo katika ofisi zetu za San Diego, Washington DC, St. Louis na Chicago. Katika video hii tutazungumzia mahojiano ya green card kupitia ndoa, na nitakupa vidokezo kuhusu mambo unayopaswa kuzingatia unapoitayarisha kwa mahojiano yako na jinsi ya kuyafanya mahojiano yenyewe. Sasa kwa kuwa tuko katika utawala wa Trump, inaonekana kwamba karibu kila mtu anayeomba green card kupitia ndoa ataitwa kwenye mahojiano kabla green card hiyo kuidhinishwa. Bila shaka, hii inapunguza kasi ya mchakato kwa kila mtu, na hiyo ni sehemu ya mpango wa watu wanaosimamia uhamiaji. Wanataka kupunguza kasi ya uhamiaji wa kisheria kwenda Marekani. Kwa hiyo, wanahitaji kila mtu kufanya mahojiano. Sasa unapojitayarisha kwa mahojiano yako, unapaswa kufanya nini? Hivi ndivyo unavyofanya. Toa fomu yako ya I-130 na utoe fomu yako ya I-45. Pitia ushahidi wako wote. Ujizoeshe nao vizuri sana. Na unapaswa kufanya mazoezi na mwenzi wako kwa kuulizana maswali kwa sauti kutoka kwenye I-130. Kwa maafisa wapya tunawaona USCIS, wengi wao wanaelekezwa kuuliza kila swali lililo kwenye I-45 na mengi ya maswali kwenye I-130. Ni jambo moja kuona maswali haya kwa maandishi, ni jambo lingine kuzoea kuyajibu kwa mdomo. Kwa hiyo, ni mazoezi mazuri katika wiki hizi unaposubiri barua ya mahojiano, wewe na mwenzi wako kusomeana maswali hayo na kujibizana. Hakikisha majibu yako ni sahihi. Ikiwa unahitaji kufanya marekebisho, yafanye kabla ya kwenda kwenye mahojiano. Tafuta video yangu kuhusu errata sheet, AR8. Tafuta video hiyo kwenye YouTube channel yetu na itaeleza hasa jinsi ya kuandaa errata sheet. Kimsingi, ikiwa una marekebisho ya kufanya, unaandika swali halafu unaweka jibu sahihi na labda kueleza kwa nini ulikosea mara ya kwanza. Kwa hiyo, pitia fomu zako. Hakikisha kila kitu ni sahihi. Kisha fanya mazoezi ya kujibu maswali. Hutaki kuonekana kama roboti na kujibu kwa mtindo wa ndio mimi ni. Hutaki kuwa hivyo, lakini unataka kuzoea kusikia maswali haya kwa sauti na kuwa tayari kuyajibu. Utagundua kwamba kwenye maombi ya green card, I-45, maswali mengi yanahusu kustahili kwako au kustahili kwa mwenzi wako wa kigeni kuingia Marekani. Maswali mengi yamekusudiwa kuona kama kuna sababu inayokufanya usiweze kupata green card. Kwa hiyo matumaini ni kwamba utakuwa ukisema hapana, hapana, hapana mara nyingi. Utaona kwenye mahojiano kwamba afisa atauliza maswali mengi kwa mnufaika, na hayo yanatoka moja kwa moja kwenye I-45. Kwa hiyo, kuyasoma mara kwa mara na kuyasikia kwa sauti ni muhimu sana. Jambo lingine nataka ufanye ni kuhakikisha maombi yako ni rahisi kuyapata. Nyaraka zozote ulizowasilisha, leta nakala kamili. Ikiwa una nyaraka asili za utambulisho, hakikisha unazileta. Panga kila kitu angalau wiki moja kabla ya mahojiano, ili usiwe unahangaika dakika za mwisho kutafuta hati iliyokosekana au kunakili upya kitu kilichochafuka au kuharibika. Leta kadi yako ya kazi, leseni ya udereva, pasipoti zako zote, ushahidi wote wa hadi halali nchini Marekani, na nyaraka zozote zinazoonyesha jinsi ulivyoingia Marekani. Unahitaji kuthibitisha kila kitu. Kwa hiyo, panga kila kitu vizuri kwenye faili ili uweze kukitoa wakati wowote. Sasa tuzungumzie picha. Hawatapokea picha moja moja kwenye mahojiano. Wanataka ziwe zimechapishwa kwenye karatasi ya 8.5x11, picha 2 kwa kila karatasi, ili uweze kuwapa moja kwa moja. Hawawezi kupokea picha za mkononi wala albamu ya picha. Hivyo ni muhimu sana kuhakikisha zimepangwa vizuri. Hakikisha unalala mapema usiku kabla ya mahojiano. Usinywe pombe usiku huo, na bila shaka usitumie dawa za kulevya. Usifanye kitu chochote kitakachopunguza uwezo wako wa kujibu maswali siku inayofuata. Unataka uwe safi kiakili, makini na tayari. Ondoka nyumbani mapema. Hakikisha una muda wa kutosha kufika. Hutaki kufika ukiwa umechoka, umechanganyikiwa au una wasiwasi. Nimekuwa na wateja waliokimbia kupitia usalama na kupanda juu hadi ofisini, na hawakufanya vizuri kama wangefika saa moja mapema. Kwa hiyo, jaribu kufika eneo la maegesho saa moja kabla. Hakikisha una muda wa kutosha kupita usalama. Kila ofisi ya uhamiaji ni tofauti. Baadhi hawakuruhusu kuingia hadi dakika 15 au 30 tu kabla ya mahojiano. Wengine wanakuruhusu kuingia mapema. Kwa vyovyote vile, jaribu kuwa miongoni mwa wa kwanza kufika na uwe tayari. Utaingia, utajisajili, kisha utaingia kwenye mahojiano. Kwa kawaida mahojiano huenda hivi. Afisa atachukua nyaraka zako za utambulisho na kuzifanyia nakala. Mnufaika atafanya biometrics, atachukuliwa alama za vidole kuthibitisha kuwa yeye ni yule anayesema ni yeye. Kisha afisa atapitia maombi. Ataanza na I-130 au I-45, inategemea afisa. Wengine hupenda kwanza kwa kuzungumzia ndoa. Swali la kwanza karibu kila mara ni,
niambie mlivyokutana. Watataka kujua ndoa ilikuwa vipi, nini kilitokea, nini kilikufanya mwangukie katika upendo, nini kilikufanya muamue kuoana, mlianza lini kuzungumzia hadhi ya uhamiaji ya mgeni na jinsi ya kuitatua, kwa nini mlitaka kuishi pamoja, je, mmeoana kwa sababu mnapendana au kwa sababu ya kupata green card? Lazima uwe tayari kwa maswali haya yote. Watataka kujua ni nani katika maisha yenu anayejua kuhusu ndoa yenu, ni nani anajua mmeoana na kaa na nani, watu wanajua nini kuhusu ninyi. Hivyo lazima uthibitishe ndoa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Mara nyingi afisa ataelekeza maswali kwa mmoja wenu. Yule anayeulizwa ndiye anayepaswa kujibu. Msirukiane kujibu maswali ya kila mmoja. Ni muhimu sana kutokatiza mwenzako. Mwacheni afisa aongoze mahojiano. Ni mahojiano yake. Atawaelekeza nini cha kufanya. Kisha atageukia I-485 ambayo mara nyingi itaelekezwa moja kwa moja kwa mnufaika, kwa sababu inahusu kama anastahili green card au kama kuna sababu ya kisheria inayomfanya asikubalike. Hayo yote yatapitiwa kwenye mahojiano. Na jambo lingine la kuzingatia mwaka 2025, nadhani tutaona ongezeko la mahojiano ya Stokes. Hapo afisa huwahoji wanandoa kando kando na kuuliza maswali ya kunasa. Mlikula nini jana usiku? Mara ya mwisho kwenda sinema ilikuwa lini? Mlitazama nini? Nani aliendesha gari? Mlikaa wapi kwenye ukumbi? Mlinunua vitafunwa gani? Haya ni maswali ya kuthibitisha kama ndoa ni ya kweli na kama mnafahamiana kweli. Tunaona kukataliwa zaidi kutokana na majibu yasiyolingana kwenye mahojiano ya Stokes. Ikiwa hapo pamoja kweli na ndoa si halisi, fikirini upya, kwa sababu ni kosa la jinai na unaweza kufukuzwa au hata kufungwa. Kwa hiyo mahojiano ya Stokes ni jambo tofauti kabisa. Tuna video nyingi kwenye channel yetu kuhusu hilo. Mwisho wa siku, tunatumaini afisa ataridhika kwamba ndoa ni halisi na kwamba mgeni anastahili. Wakati mwingine atasema hawezi kutoa uamuzi papo hapo kwa sababu lazima apitishe kwa msimamizi wake, lakini mtasikia kutoka kwao hivi karibuni. Ukikagua akaunti yako mtandaoni na ukaona inatengenezwa, basi uko kwenye hali nzuri na green card yako iko njiani. Hivyo hayo ndio vidokezo vyetu bora. Haya ndio tunawaambia wateja wetu: kuwa umepumzika, kuwa tayari, kuwa na furaha na kuwa mkarimu. Mwacheni afisa aongoze mahojiano. Uko tayari kwa lolote, hata wakiuliza maswali 78, bado unatabasamu na uko tayari kwa jibu la 77. Tunatumaini umepata msaada. Ikiwa unataka kuwasilisha kesi yenye nguvu za green card na unatafuta moja ya ofisi bora za sheria za uhamiaji nchini, tupigie simu 349618200. Tutumie barua pepe info@hackingimmigrationlaw.com. Ikiwa unatafuta rasilimali za bure, tunazo nyingi sana. Tuna Facebook group yetu ya Immigrant Home yenye watu takriban 50 wanaojadili mchakato wa uhamiaji na muda wa kushughulikia maombi katika vituo mbalimbali na balozi nje ya nchi. Pia tuna YouTube channel yetu yenye video za mafunzo na mahojiano ya mfano. Unaweza pia kutufuata TikTok, Immigration Hacking. Mwisho, tunafanya kipindi cha moja kwa moja mara 3 au 4 kwa wiki, ambapo najibu maswali ya uhamiaji bila malipo kwa saa moja kutoka kwa wahamiaji kote duniani. Asante sana. Tunatarajia kukuona kwenye video inayofuata.